Naam, kwa jina mimi naitwa Nixon George, ni kiongozi mkuu wa ubunifu, mikakati na msimamizi wa chapa kampuni ya Jambo Group, lakini pia ni kiongozi mkuu wa Jambo Media. Katika kuelekea sikukuu ya Pasaka, sisi kama Jambo Group kupitia bidhaa yetu ya Jambo Zoo tunawakaribisha Watanzania wote wanaoishi kanda ya Ziwa kuweza kupata au kufika kwa ajili ya kurefresh na kusherehekea sikukuu yao ya Pasaka hapa Jambo Zoo. Katika sikukuu hii ya Pasaka, kwa kiingilio cha shilingi 20,000 tu, wewe pamoja na familia yako, 20,000 kwa kichwa, utakuja wewe pamoja na familia yako, utakaa hapa, utapata nafasi ya kuweza ku-experience asili ya mbuga za wanyama kwa eneo la karibu kabisa hapa Jambo Zoo. Maana yake ni nini? Badala ungetoka kusafiri kwenda mbali, kwenda mpaka Serengeti ukaone wanyama pori, una nafasi ya kuja hapa Jambo Zoo na kupata pumziko lako ukiwa na familia yako, ukapiga picha na wanyama waliopo hapa, lakini pia ukajifunza mambo mengi na sikukuu yako ikawa ina historia ya kipekee sana. Hivyo basi tumekupa nafasi ya kuweza kujua kiwanja cha wewe kwenda kurefresh sikukuu hii ya Pasaka, nacho si kingine ni Jambo Zoo. Utakapokuja Jambo Zoo unapata nafasi ya kuwa mtu wa kwanza kabisa kuweza kuonja kinywaji chetu kipya ambacho tayari kimeshaingia sokoni na soon tunaenda kukizindua. Ni vinywaji viwili. Kinywaji cha kwanza kinaitwa Jambo Lim. Hiki hapa. Hii ni bonge moja la soda yenye msisimko wa pekee sana ambao inakufanya uweze kuishi utakavyo. Na ndio maana tunasema hivi, Jambo Lim, cheza utakavyo. Inakupa experience ya wewe kuweza kufanya vile vitu ambavyo ulikuwa huwezi kuvifanya kwa nguvu ulionayo. Lakini kinywaji cha pili ambacho utafurahia nacho ni Jambo Power Boom. Hiki ni kinywaji cha nguvu kabisa, cha kipekee, cha utofauti, kinachokupa nguvu ya wewe kuweza kutimiza malengo uliyojiwekea, kutimiza ama kuzifikia zile ndoto ambazo umejiwekea au zile ambazo unaziota. Unataka kuwa mwanamichezo mzuri, unataka kuwa mtu ambaye unafanya kazi kwa mwenye mafanikio zaidi, unataka kupata certificates nyingi, unataka kufikia ndoto yote ambayo uko nayo kwa nguvu yoyote ile. Jambo Power Boom ndio kinywaji ambacho sisi kama Jambo Group, unajua lazima tufike katika hali fulani hivyo Tanzania tubadilike. Kwanza hizi mbuga za wanyama ziko Marekani, haziko nje, ziko ndani ya Tanzania. Na ni wanyama ambao Mungu katujalia wawepo ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo mpaka hapo tu hao ni wa kwetu, sio watu wa nje. Kwa hiyo watu wa kwanza ambao wanatakiwa wawe wanatafuta sehemu ya kwenda kurefresh, sehemu za kwenda kurefresh, ni sisi wa Tanzania ndio tunatakiwa wa kwanza. Kwa maana hiyo naomba niwaambie hivi, kwenda kuangalia wanyama, ndugu wa Tanzania wenzangu, hii sio anasa, bali ni kwanza ni sehemu ya wewe kuweza kurefresh. Wanyama pori ama mbuga za wanyama kama hizi za ndani sio kwa ajili ya wageni kutoka nje, bali ni za watu wote wanaopenda maisha mazuri. Kama wewe ni sehemu ya mtu ambaye unapenda maisha mazuri au unapenda maisha ya furaha, kuja kutazama wanyama hawa ni kitu rahisi sana, tena kwa bei rahisi sana. Badala ungewekeza zaidi ya 800,000 laki ngapi, unatoka hapo uende ukalale kwenye hoteli zingine, uende mkoa mbali. Lakini hapa kwa 20,000 tu unapanda daladala yako, unafika hapa Ibadakuli, unashuka na kisha unakuja Jambo Zoo. Kuanzia 20,000 unapata experience ya kuweza kuona wanyama hapa na kupiga nao picha. Kwa hiyo hii ni kwa watu wote na Watanzania wote, na nawahamasisha sana tuache zile imani potofu kudhani kwamba kuja kutazama wageni kwanza ni upotevu wa pesa, lakini pia kuona kwamba hii imeandaliwa kwa ajili ya wageni tu. No, hii ni ya watu wote, especially sisi wa Tanzania na wanakanda Asia, inabidi tuwe watu wa kwanza kuja kuweza kutazama wanyama. Naomba niseme hivi, kipekee kabisa, hii mimi nitampa maua ya kutosha mkurugenzi wetu na mwenyekiti wa makampuni ya Jambo Group, lakini pia mkurugenzi wetu ambaye ni Salum Hamis Salum na mwekezaji mwenzie Director Seleman, kuona kwamba wameplay role kubwa kuweza kuleta uwekezaji huu katika mkoa wetu ambao umeweza kuinua shughuli za kiuchumi. Tuna kiwanda kikubwa sana hapa Shinyanga, lakini pia tuna activities mbalimbali ambazo zinainua uchumi wa Shinyanga. Lakini tazama, tumeleta mbuga hapa. Kwa hiyo kwa maana hii imekuja kusaidia mkoa wetu kuweza kupata activities. Ulikuwa umelala kwa sababu watu walikuwa wajui vitu, lakini kuna watu wamewekeza uwekezaji wao, wameweka pesa yao ili tu kuweza kuleta experience mpya na ya tofauti ambao inaleta heshima kwa mkoa wetu. Kwa hiyo na maana huwa napendaga tena kuendelea kusisitiza,
watu wengine wote waje mkoa wa Shinyanga waendelee kuwekeza. Kwa majina naitwa Babu Burhan Kajuna, mimi ni mhifadhi kutoka bustani ya wanyamapori ya Jambo. Kwa nyuma yangu kama tunavyoona tuna wanyama mbalimbali, tuna wanyama kama pundamilia, tuna wanyama kama mbuni, swala, pofu na wengine kibao ambao kwa hapa hawapo, wapo kwenye baadhi ya maeneo. Sisi tunapatikana Ibadakuri, Shinyanga, mkabala na kiwanda cha Jambo. Hapo ndo zuio letu tunapatikana. Na tunakaribisha watu wote, wakubwa na watoto. Gharama zetu za kiingilio ni shilingi 20,000 kwa wakubwa, watoto shilingi 10,000. Tuko siku zote za kazi kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili, kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Kama ni sehemu ya kuhamasisha, moja kabisa sisi tuko nafanya utalii wa ndani kama nilivyosema. Kwa hiyo tuna sehemu mbalimbali ambazo huwa tunazitumia kama ni sehemu ya kuhamasisha. Moja, tuna ukurasa za kijamii kama Instagram, tuna page yetu inaitwa Jambo Zoo. Lakini pia tuna redio kama Jambo FM. Sasa huko tunatuma matangazo yetu, lakini pia tunahamasisha watu kutoka mikoa mbalimbali kufika na kutembelea vivutio vilivyopo hapa Shinyanga Jambo. Kuangalia wanyama wakiwa kwenye maeneo yao kama vile hivi unapata utulivu wa akili, lakini pia ni sehemu ya kujifunza. Ukiwa hapa ndani hutaona wanyama peke yake. Utajifunza sifa ya kila mnyama na tabia zao wakiwa hapa ndani. Mfano, tuna wanyama kama pundamilia na twiga. Kila mnyama ana tabia yake akiwa hapa ndani. Sasa hizo tabia nazo pia zinaonekana hata kwa watu. Kwa kupitia hivyo tunaweza kujifunza kukaa na wanyama, lakini pia kukaa na watu wa jamii kama hiyo. Muhimu wa kutembelea haya maeneo hasa yanapokuwa karibu na makazi ya watu. Kwanza Mtanzania anakuwa anaepukana na zile gharama ambazo ni kubwa za kutembelea labda mbuga zingine za wanyama zilizoko nje ya Shinyanga, lakini kwa hapa Jambo Zoo angalau gharama ni ndogo, lakini pia hata gharama ya usafiri ni ndogo tofauti na ambapo ungeweza kusafiri kwenda sehemu nyingine. Neno langu kwa wananchi wa mkoa wa Shinyanga na nje ya Shinyanga, kwa maana ya kwamba Tanzania kwa ujumla, kwanza waweze kuwa na tabia ya kutembelea maeneo mbalimbali ya wanyama ya uhifadhi, iwe ni uhifadhi ule, lakini pia hizi bustani ambazo zinaanzishwa na watu binafsi ama kampuni, ili waweze kujifunza. Watajifunza tabia mbalimbali za wanyama, ndege na kadhalika, lakini pia wata experience ile hali ya kulisha wanyama. Unajua mnyama huwa siku zote ni mkali, lakini hapa ambaye amesha trainiwa tayari kukaa na watu wa aina mbalimbali, unaweza kumlisha, unaweza kumshika sikio, hakuna shida yoyote. Kwa hiyo wahamasisha wa Tanzania wenzangu waweze kutembelea maeneo kama haya kwa ajili ya kujifunza ili waweze kuelimika. George Mganga ni afisa habari wa Hospitali ya Rufaa mkoa wa Shinyanga, lakini pia ni mwanachama wa chama cha waandishi klabu ya waandishi wa habari katika mkoa wa Shinyanga. Ujio wetu hapa katika Jambo Zoo unaleta fursa pia kwa wananchi wengine hususan mkoa wa Shinyanga na hata maeneo jirani kuja kujionea wanyama mbalimbali ambao wako hapa Shinyanga. Shinyanga sasa hivi sio kama ile ya zamani. Sasa hivi kuna wanyama tofauti ambao unaweza ukawashuhudia hapa Shinyanga badala ya kwenda katika mbuga za wanyama ambazo ni kidogo ni mbali. Kwa hiyo hapo kwanza hapo una save gharama, lakini vile vile kuna wanyama muhimu ambao sisi wengine tulikuwa tuje kuwaona. Tumeona leo mara ya kwanza tumeona mbuni, lakini vile vile kuna pundamilia, kuna twiga, watu wamelisha pundamilia, twiga. Kwa hiyo ni kivutio kizuri ambacho Jambo amekianzisha, kinaweza ikawa na impact kubwa katika mkoa wa Shinyanga. Naitwa Michael Madu, ni mjumbe wa kamati tendaji kwenye Shinyanga Press Club. Nilikuja na wazo hili la Jambo Zoo. Nikalisha pia kwenye ofisi ya klabu ya waandishi wa habari, tukalijadili kwa pamoja. Lengo letu kubwa lilikuwa ni kwamba kuhamasisha utalii wa ndani. Tunaona pia katika filamu ya Masamia Royal Tour, akahamasisha utalii wa ndani kwa sisi waandishi wa habari. Tuhamasisha pia utalii wa ndani, sababu utalii wa ndani unaongeza pia fedha za kigeni za nje na kupata fedha nyingi ambazo zitachochea maendeleo. Sisi tukaja na wazo letu hili, tukaona tuanze na Jambo Zoo kwa kumpromote mwekezaji ambaye ni mzawa kwa hapa Shinyanga. Tunaona kwamba ni jambo jema katika kupromote masuala ya Jambo Zoo, masuala ya utalii, ili wananchi wa mkoa wa Shinyanga pia wafanye utalii wa ndani katika eneo hili la Jambo Zoo na kuweza kufurahi pamoja na familia zao. Bustani za wanyama za maeneo haya kwa karibu inasaidia kwa sababu ukiangalia kwamba kama kwenda mbuga zingine za wanyama kule ni gharama kubwa, kwanza usafiri kwenda kule, ufike, malazi, kwa hiyo inakuwa ni changamoto kubwa, ni gharama zinakuwa kubwa. Lakini kwa maeneo haya jirani na makazi ya watu inakuwa ni gharama chache, ni kufika tu hapa, kiingio chako cha kiingio pia ni rafiki, unapiga pia picha na wanyama na kuona wanyama kwa karibu na kupata pia elimu na kuhamasisha pia utalii wa ndani, ambao utalii wa ndani unasaidia pia katika masuala kama nilivyozungumza fedha za kigeni hapa nchini.
Kwa jina naitwa Elisha Petro, ni mwandishi wa habari kutoka kituo cha Radio Faraja. Binafsi nimefika hapa kwa ajili ya kuweza kutembelea kituo hiki cha wanyama, lakini lengo kubwa kabisa ni kwa ajili ya kujifunza umuhimu pia wa vituo vyetu vya utalii vilivyoko ndani. Toe wito kwa Watanzania kuwe na tabia ya kutembelea kwenye maeneo ya hifadhi yaliyo karibu na wewe, ili kusudi kuipa nguvu hata Wizara ya Utalii ambayo usiku mchana kila siku wanapambana kwa ajili ya kuhamasisha kwenye utalii. Tunakumbuka pia Royal Tour ya Mama Samia namna ambavyo alikuwa akihamasisha kwa ajili ya kutembelea hifadhi. Kwa hiyo